nafasi, Roho Bwana aniambia hamtatumia Mungu kuziendea hizo nafasi, kwa maana yeye ni Mungu aliyeamuru uende kwenye hiyo nafasi. Utatumia nguvu yako, Mungu anakupeleka yeye mwenyewe kwenye hiyo nafasi. Mungu anakupeleka yeye mwenyewe kwenye hiyo nafasi. Utatumia nguvu yako, unaenda kwenye hiyo nafasi ni kwa sababu Mungu ametaka uende, na kuna neema ninaiona ambayo inaachiliwa kukupeleka katika hiyo nafasi. Ninaiona hiyo neema inaanza kutembea na wewe ikiwa juu ya kichwa chako. Ile Roho Mtakatifu, ile Roho wa uweza, ninamwona akitembea na ile neema ambayo inakupeleka kwenye mafanikio, ambayo inakupeleka kwenye ushindi, ambayo inakuingiza kwenye ile nafasi. Ninaona kuna watu wanakalia magari, ninaona V8, ninaona V8, kuna watu wanapata V8, ninaona V8, watu wanapokea magari V8, natamani V8, gari V8. Bwana anasema ya kwamba nimeshaachiliwa, napokea hilo gari, maana ni saa ya Bwana ya kubadilishiwa jina, ni saa ya Bwana ya kubadilishiwa jina. Jina lako linabadilika, jina lako linabadilika, jina lako linabadilika. Unafanya biashara ukaona haiendi, ghafla ninaona kuna mtu mmoja anaanguka, wa mataifa alikuwa amekusalau, ninamwona anaanguka, unainuliwa, ninamwona anaanguka, unainuliwa. Kuna nafasi, kuna watu wanaenda kuanguka ili wewe uinuliwe, kuna watu wanaenda kuanguka ili wewe uinuliwe. Maana ndivyo ambavyo inaamliwa na Bwana, maana ndivyo cha Bwana kimenena. Haleluya, amina. Lostapa, ayun, lia na subarana, zeriona, rano soda, soba, rana soba. Anasema nimekuona kutoka mbali. Agosta barante. Anamwambia, anasema nimekuona kutoka mbali. Kuna mtu mmoja Yesu alimuona kutoka mbali tangu alipokuwa kwenye mti. Anasema ninamuona Mwisraeli harisi. Anasema nilikuona tangu kutoka mbali. Ni nani yule? No, si Zakayo. Kuna mtu mwingine, chana na Zakayo. Na mtu mwingine ukisoma Biblia, Yesu anazungumza, anasema nimekuona kutoka mbali. Anasema Mwisraeli, Mwebrania